Kutoka kitabuni hatua 10 za kuuza kwa uhakika. Somo kutoka kitabu cha Mauzo ya Uhakika sura ya kwanza. Rafiki, kuna mauzo ili biashara ikue, kwanza mauzo ndio moyo wa biashara. Sasa tunakubaliana hapo. Mauzo ni moyo wa biashara. Na changamoto karibu zote biashara zinatatuliwa jambo moja tu, mauzo. Na shida kubwa mauzo ni kuuza kwa kubahatisha. Yaani unataka biashara yanauza kwa kubahatisha. Kwa mteja akitokea basi riziki leo ipo, asipotokea riziki haipo. Na ndio maana biashara zikui. Ndio maana zindi mahali popote. Ili biashara ikue, mauzo lazima yawe ya uhakika. Yaani unajua sasa leo naenda kuuza au wiki nitauza au mwezi huu nitauza kiasi fulani. Sasa inatokeaje hilo? Kwenye kitabu hiki cha Mauzo ya Uhakika sura ya kwanza nimetoa hatua 10 za kuhakikisha kuuza kwa uhakika. Tutaanza kwa haraka hapa, tutasoma kwenye kitabu na kuzifanyia kazi. Hatua ya kwanza, tambua wateja bora. Niseme kitu kimoja. Sio kila mtu ni mteja biashara yako. Na njia rahisi ya kufanya biashara ni kutaka kumuuzia kila mtu. Kwa hiyo cha kwanza tambua nani mteja bora wa biashara yako. Maisha. Namba 2, jenga msingi wa uhusiano. Mauzo ni mahusiano. Mauzo sio transaction kwamba hii shilingi ngapi? Unamwambia bei. Nakwambia haya, naondoka. Zungumza na mtu. Kwani umuulizia hiki kitu, hata kufanya nao kitu gani? Unapojenga mahusiano ndio unapoweza kuuza zaidi. Unapata taarifa za mtu anahitaji gani, pata taarifa zake. Ndio sasa kuuza zaidi. 3, toa thamani kabla ya kuuza. Watu wengi wanaangalia tu bei. Hii shilingi bila hapa siuzi. Angalia mtu thamani, hata unauza nguo. Mshauri, hii nguo itakupendeza, unaenda kwenye nini? Labda kwenye sherehe au siku kule. Basi itakufa. Toa thamani, mshauri mtu. Mfanye mtu aone amenufaika hata kabla hajakupa wewe pesa. Sawa sawa. 4, sikiliza kwa makini. Uliza maswali, sikiliza. Sasa mtu atakwambia, unajua watu wanakazana kusema wanachokitaka, lakini hawasikilizwi. Dunia sasa hivi haisikilizi. Kwa hiyo wewe na watu wako mauzo mkiwa unasikiliza, watu watakwambia wataka nini na utaweza kuwauzia kwa urahisi. 5, toa mapendekezo yanayolenga matokeo. Usiuze feature, usiuze sifa za vitu unachouza. Uza matokeo. Muaminishe mtu atakuwa nini, atapata matokeo gani baada ya kununua anachouza. Watu wanapenda kujiona kwamba watakuaje. Kiweza hiyo ni rahisi kuuza kwa uhakika. 6, jibu mapingamizi kwa ukamilifu. Sikiliza kitu kimoja niwaambie. Watu wengi kwenye mauzo wanadhani mteja akisema bei ghali au sina uhitaji au ngoja nikaongee na mwenzangu, wanadhani ndio mwisho wa mauzo. Hiyo ni sehemu ya mauzo na hamna wateja wazuri kama ambao wanakupa mapingamizi. Hakuna. Lakini wengi mteja akisema bei yako ghali, anambia basi katafuta kwa bei rahisi. Wewe una hela. Maana yake anakuambia hujanishawishi bado. Hujanionyesha kwa nini nitoe hela zangu kupata unachouza wewe. Kwa hiyo ukipata mapingamizi ya mauzo, furahi. Kwanza na ajibu mapingamizi, naonyesha thamani zaidi na uze. 7, funga mauzo kwa msaada. Kukamilisha mauzo, watu wengi wanaogopa sana kumwambia mteja, haya lipia uchukue bidhaa, lipia upate huduma. Wanaona kama vile nitaonekana na tamaa, nachukua hela zake na mdhulumu au nini. Unapomuuzia mteja, unamsaidia kufanya maamuzi, unamsaidia kupata kitu ambacho kina manufaa kwake. Usiogope. Jenga wewe na timu yako ya mauzo, hakikisheni mnakuwa na kujiamini kukamilisha mauzo kwa sababu mnatoa msaada na sio kushinikiza au kunyonya. 8, onyesha shukrani ya kweli. Washukuru wateja. Wateja wako wakishanunua inatokea. Wauzaji wengi mtu akishanunua wanaachana na kimbilia mwingine. Kwa mtu anaweza kanunua akapata changamoto huko nini, lakini hamna mtu anajali. Ukishukuru mteja kwa kununua, ukaendelea kumfuatilia baada ya kununua, utaweza kuona kama kitu kinamsaidia. 9, geuza wateja kuwa mabalozi. Kama biashara ina wateja wawili, inaweza kupata wateja wengine wawili wa hakika. Ungewa wateja 10 utapata wengine 10, 20. Kwa nini? Kwa sababu kama wateja ameridhika kununua kwako, kwani hana mtu mwingine ambaye anaweza akanunua kama anavyonunua yeye? Umewahi kuomba wateja wako kupewa wateja? Umewahi kuomba ukawasisitiza? Biashara nyingi zinakosa wateja kwa sababu tu unaona sio kazi yake mimi kulipa wateja, mimi nitoka mpaka wateja wangu. Huyu mtu amefurahia unachokiuza, ananufaika nacho. Muombe akupe wateja wengine. Utapata wateja wako na utauza kwa uhakika. 10, endelea kufuatilia kwa uthabiti. Kama usiache kufuatilia mteja hata kama atasema hapana. Iwe mteja atanunua, iwe atanunua. Kama unasema mteja ni mteja bora, ndio mteja naye mlenga. Mteja anatakiwa kufuatiliwe kwa maisha yake yote.
Yaani hakuna mwisho kumfuatilia. Anunue leo, anunue kesho, anunue wiki ijayo, mwezi ujao, mwaka ujao, it doesn't matter. Anatakiwa afuatiliwe. Na ni kwenye ufuatiliaji huu wa msimamo ndiko ambako mauzo yanapatikana kwa uhakika. Kwa hiyo kitabu hiki kina njia 20 za kufuatilia wateja bila kuwachosha, ili uweze kupata wateja na mauzo ya uhakika. Kipata kitabu kama huna, wasiliana namba 0756694090, 0756694090 uweze kujenga biashara yenye mauzo ya uhakika.